choma vituo vya mafuta. Maandamano, mtu anakuambia shuka kwenye gari yako na gari lako linachoma moto. Maandamano yanachoma ofisi za serikali. Maandamano yanachoma vituo vya polisi. Sasa unaweza ukasema una estimate nguvu gani itumike? Maandamano ambayo na polisi wamekufa. Maandamano ambayo raia na wenyewe kwa sababu mbalimbali, kwa sababu katika taharuki kama ile, vifo vyepuki. Kama umechoma mahali, dhahiri kutatokea tu vifo. Na maandamano au riot yoyote haijawahi kuwa kitu salama. Na ndio tunahimiza kwamba njia nzuri ya kudai haki yoyote ile ni mazungumzo. Njia zozote zilizoletwa kudaiwa kwa fujo hazijawahi kutoa matokeo. Tunaona Sudania kwa maandamano rais akaondolewa na nchi haijatulia. Sasa hivi watu wanakufa kwa kuliwa na nzi. Si mnaona hamuoni? Watoto wanakufa kwa kuliwa na nini? Nzi. Sio kwa bunduki. Nzi anakula mtoto mpaka mtoto wamemtelekeza hapo, kwa sababu ya mambo haya ya kuyadai bila kufuata mifumo mizuri yenye tija na ustawi kwa ajili ya wewe unaishi leo na watakao ishi baadaye. Sasa kwamba maandamano haya si halali kwa mujibu wa sheria zetu za Tanzania, kwa mujibu wa tafsiri ya katiba yetu na sheria zetu, haya maandamano hayana uhalali kwa sababu anayeyaomba hatumjui. Hayupo, atuambia ameleta barua, sasa anataka kama tumkatalie au tumkubalie. Hajaleta barua. Tunasikia tu yanasemwa. Kwa hiyo hayana mtu aliyeomba, na kuomba maana yake iletwe ombi kwa maandishi. Ukitoka hapo baada ya kupata ombi kwa maandishi, sasa labda sisi serikali tungesema tumekataa. Sasa haya tunasema ni haramu kwa sababu ni haramu kutokea mwanzo, kwa sababu hayana aliyeomba, hayajulikani yanafanywa na nani, hayajulikani yanatoka wapi kwenda wapi. Unaambiwa hayana ukomo, halafu tuseme yatakuwa halali kwa sababu kuna human right. Na kwamba yale yote itumia nguvu kubwa. Kwa hiyo walitegemea watoke pale wale waandamanaji, wavuke Ubungo, watoke Ubungo wavuke Magomeni, waje hapa katikati Kariakoo wachome moto. Maana walikuwa wanachoma moto, wachome moto, watoke hapo waende kwenye matenki yetu kule ya mafuta kule Gamboni, yachome moto. Hivi angebaki mtu mzima. Halafu ndo tungesema haya sasa haki za binadamu hapa ndo zimetendeka. Nataka niwaombe wa Tanzania, sio kwamba mifano mibaya inayoangusha nchi hatuioni. Sio kwamba madhara ya maandamano ya tarehe 29 hatuyaoni. Ila ni kama tumezibwa hivi, tunafikiri eti njia hii inaweza kutusaidia. Haitusaidii kamwe. Yeyote anayeshabikia jambo hili kwa madhara yaliyopo na yanayoweza kuendelea kutumiza, hakika haipendi nchi, hawapendi wa Tanzania. Ziko namna nyingi sana za kudai haki. Haiwezi ikawa hii ya kulazimisha kufanya maandamano kwa madai kwamba maandamano ni halali kwa sababu tu haki za binadamu wamesema kwamba maandamano haya, tangazo hili liondolewe. Tangazo hili lipo kwa mujibu wa sheria za Tanzania, inawahusu wa Tanzania, haimhusu mtu mwingine wa huko nje. Asanteni sana. Namba zile za mawasiliano ni hizi hapa. Tutagawiana.